Ofisi yetu ya kijiji haina sababu tena ya kukua wasi kwa sababu haina huduma na wananchi wa mtu mmoja. Ikiwezekana ifungwe. Tuibia mwenyekiti tulimchagua, tulimpa samana kwa kusimamia rasilimali watu na mali ya wanakijiji. Lakini paka sasa hivi ametuibia. Wanakijiji wa kijiji cha Mti Moja tumemteua mwenyekiti wetu kwa imani na kwa upendo akawa Yuda. Nikisema Yuda ina maana kwamba ni msaliti wa wananchi wa kijiji cha Mti Moja. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Wananchi wa kijiji cha Mti Moja kata Sepeko wilayani Monduli wamehofia matumaini yao ya utatuzi wa mgogoro wa ardhi baina ya mtu binafsi na eneo la malisho maarufu Sepeko kugonga mwamba baada ya mkuu wa wilaya ya Monduli kutangaza tarehe 4 kufika katika eneo la mgogoro ili kutatua mgogoro huo, lakini hakutokea. Hii inakuja mara baada ya mkutano uliofanyika tarehe 22 mwezi jana baina ya wananchi na wataalamu wa ardhi kutoka wilayani, ambapo baada ya malalamiko yao kutopata suluhu ndipo Oldonyo Media ilimtafuta mkuu wa wilaya ya Monduli Mheshimiwa Festo Kiswaga na baadaye kutangaza tarehe 4 kuwa atafika katika eneo la mgogoro huo, ambapo hali haikuwa sawa baada ya kutoonekana na wananchi kuamua kufanya mkutano wao wenyewe bila uongozi wowote ngazi ya kijiji au kata, wakiweka ajenda moja ya namna ya kuikomboa ardhi hiyo ya malisho inayodaiwa kuporwa na mtu binafsi hekari 85. Wananchi hao wamedai kuvunjika moyo baada ya kutangaziwa tarehe ya mkutano, na kilichotokea ni kwamba kiongozi huyo hakuonekana, hali iliyopelekea kutishia kufunga ofisi ya kijiji, wakidai hawana imani na serikali ya kijiji, huku wakishika mabango yanayosemeka kwa baadhi yao kumtuhumu mwenyekiti wao wa kijiji Ibrahim Leio, wakidai amehusika katika hujuma hiyo, pamoja na kumlalamikia kutokusoma mapato na matumizi tangu mwaka 2019. Baada ya malalamiko hayo tulijitahidi kumtafuta mkuu wa wilaya ya Monduli ili kuzungumzia swala hili, ambapo juhudi zetu hazikufanikiwa. Ndipo tukamtafuta mwenyekiti wa kijiji hicho cha Mti Moja Ibrahim Leio, ambapo amejibu kuwa ni watu tu wameamua kumchafua, na amesema mgogoro huo uliopo kijijini hapo naye alipokea madaraka mgogoro huo ukiwepo. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Wengi sana tunashangaa sana na mshtuko mkubwa sana kutushangaa serikali yetu tuliomchagua kafiki moja kwa kidole zetu, tuliomba mamlaka zetu, leo wameingia mitini shimoni. Na sisi wana Mti Moja tunasema kitu kimoja, kwa kuja kuonyesha mipaka ya Mti Moja ya mifugo ya Mti Moja. Wao wameingia mitini kwa sababu analao jambo. Wote akina mama wao wanakaa kwenye milima hapa kuangalia. Hajakataa kuteremka. Ameonekana hii kikao ameweka kwenye shimo. Sijui mkuu wetu wa Ulaya ametufanyia nini. Huku sasa hivi kwenye mtandao wazi, mkuu wa Ulaya amekata kutumia kwenye matangazo wake. Mwenye radio kwenye simu makubwa ameonekana akitangaza kusema, ninaomba watu wa Mti Moja siku ya tarehe 4 nitakuja kumaliza tatizo lao. Na leo tunashangaa hata naye mwenyekiti anafahamu, wajumbe wa serikali wa mkutano anafahamu, na sisi wananchi leo tuacha mashughuli zetu kwa kutetea majani ya Mti Moja ya kizazi jayo na kizazi anaendelea kuzaliwa. Ndugu mheshimiwa, mimi naomba wana Mti Moja hapa sasa hivi tulipo hapa, mtu mmoja kumilikishwa ardhi kupimwa kwa sheria, kwa sababu hatufahamu sheria ya ardhi sana. Lakini walikuwa mkuu wa Ulaya anakuja kutueleza na bana ardhi ni nini, anayo mtu kutoa ardhi kwa kipengele gani, kwa sheria gani, kwa sababu huwezi kuweka lizi kabla hujaitwa mkutano mkuu. Ametuibia mwenyekiti tulimchagua, tulimpa samana kwa kusimamia rasilimali watu na mali ya wanakijiji, lakini paka sasa hivi ametuibia. Hii mimi unayesimama hapa naitwa Yohana Lemuna mama sita. Hapa sasa hivi naye muona ameshajauka kiapo chake kwa kutoa ardhi ya watu wa Mti Moja, watoto wa Mti Moja bila mkutano mkuu kukaa. Naomba mwenyekiti waandishi habari
Na nyinyi kwa sababu ulisomea mambo ya sheria, hebu tuangalie hivyo. Kwa sababu hapa sasa hivi wananchi ya Mti Mmoja aliokaa kwa kutetea kuomba ardhi yao aliomegwa kwa ofisi ya Mtu Mmoja kuanzia namba 18 na namba 17. Na hapa sasa hivi baada ya Bwana Harris alikuja, alitoa ardhi moja tu, namba 18, namba 17 ameweka mfukoni. Ndugu waandishi habari, naomba sasa hivi hapa tulipo hapa kwa kuungwa wajumbe waliosimama kukuunga mkono, kwa sababu wale tunayofahamu ardhi hii ana kipindi fulani shirika la Kodo imekuja kupima hapa. Ninaomba kushuhudia Mungu na ardhi hii anakuwa nasikia niliopitisha mimi kuchaguliwa kwa mjumbe hapa kupima hapa ardhi hii. Mpaka sasa hivi ile ardhi imeenda kumegwa, na ile hata imemegwa akaenda kutoa kwao ya kisiri ya kukaa ardhi ya mifugo ya Mti Mmoja. Matokeo yake ikavujisha ile shamba ambayo pale ndio tunailalamikia, ambayo mpaka kule kwenye nguzo. Sasa tulikuwa tunahabarishana sisi kwa sisi kwamba je, ni mkutano gani uliyehamisha mipaka ya kijiji kutoka Korongo na kuja huku juu? Wananchi hawa wote wamesema hakuna. Ndio maana wamekusanyika namna hii. Hakuna. Kwa hiyo hii kazi imefanyika na mwenyekiti tu peke yake. Ndio maana tumekusanyika hapa. Sasa sisi wananchi, je, tufanye nini au tusemeje? Kama mkuu wa wilaya hajaja, sisi tufanye nini? Sisi tunaijua mipaka yetu ya zamani ya asili, ni hii Korongo mpaka mwisho. Hii sio kuwa imechorwa, hii haijachorwa tangia asili. Ukizunguka katika kata hii yote ya Sepeko, kabla hata haijazaliwa vijiji, hii ilikuwa ni asili tu, mbuga ya malisho. Kuna mtu anayelibishia hapo tukikaa hapa? Kuna mtu anayebisha? Hamna. Je, kama leo mtaikuta mtu mmoja mwenyekiti ambaye ndio mlinzi wa mali yetu ameitoa kwa mtu mmoja eka 86, ni halali? Sasa tufanyaje? Sisi tunaomba, mimi naomba nikisimama hapa kwamba tusimame na msimamo, hatuna ugomvi sisi kabisa. Kabisa hatuna ugomvi. Akiachia mpaka wetu uhamie pale kwenye Korongo, kwa heri. Tunalia kwa sababu gani? Ngambo ile ni ngambo shirikishi ya wanajeshi. Hii mbuga sasa hivi kama si hii mbuga, Mti Mmoja tungeuza ng'ombe. Ni kweli au si kweli? Tungeuza ng'ombe. Miezi 3 wanajeshi wakifanya zoezi la kupiga mizinga pale. Sisi tuko wapi? Si tuko hapa kwenye hii mbuga. Leo hii kwa hali hii ikiendelea hivi, tutakuwa wageni wa nani na mifugo yetu? Na vizazi vyetu, angalia hao watoto wote mamia. Mimi baada ya kufikia hapo nina uchungu sana na mipaka inayohamishwa. Naitwa Mkapa Jambo. Mimi ni mwana kijiji wa Mti Mmoja. Tunalalamika juu ya ardhi yetu iliyoporwa na kurukwa ramani mama ya kijiji, ambaye sisi tunatambua kama ramani mama ya kijiji inayojumuisha watu wote. Sisi kama wananchi wa Mti Mmoja tunachoomba sisi ni ardhi yetu irudishwe, ibaki kama sehemu ya malisho. Cha pili, sisi tunaomba serikali yetu ya ngazi ya juu kuanzia wilaya, mkoa. Hatuna imani na serikali yetu ya kijiji, kwa sababu ofisi ya kijiji haiwezi kuwa wasi na hana huduma na wananchi. Ofisi yetu ya kijiji inatumika kukusa migogoro badala ya kutatua migogoro. Hatuna ofisi ya kukusa migogoro, hatuna ofisi ya kukusa migogoro badala ya kutatua migogoro. Ofisi yetu ya kijiji inatumika kuhujumu wananchi wa Mti Mmoja, kupora ardhi ya watoto wadogo wa Mti Mmoja inayokuja kutumika kama sehemu ya malisho. Sisi tunaomba kama wananchi wa kijiji cha Mti Mmoja, ofisi yetu ya kijiji haina sababu tena ya kukua wasi
kwa sababu haina huduma na wananchi wa Mti Mmoja. Ikiwezekana ifungwe, isiwe wasi tena, kwa sababu haina huduma yoyote. Kuna tume ya ardhi iliyotoka wilaya Monduli ilituahidi ahadi, maana mimi nasema ni ahadi ya uongo. Na popote pale walipo waisikie, nimesema ni ahadi ya uongo. Wametuahidi kana kwamba tarehe 22 suluhisho na hatima ya mgogoro wa ardhi ya kijiji cha Mti Mmoja itapatikana. Mpaka muda huu tunavyozungumza, hatumuoni mwenyekiti wa kijiji cha Mti Mmoja, hatuoni mtendaji wake, hatuoni kamati yote ya serikali ya kijiji cha Mti Mmoja iliyokuwa hapa. Na sijajua hawapo kwa lengo gani. Sijajua kama kuna shimo walilochimba na kijiji wa Mti Mmoja waje wazamia hapa, sijaelewa hilo. Bado najiuliza kichwani. Ndugu mwandishi wa habari, ujumbe huu ama salamu hizi zifike katika vyombo vyote husika vya ardhi. Tuliahidiwa ya kwamba DC atafika hapa leo tarehe 4. Tarehe 4 mwezi wa 6 kwa ajili ya suluhisho la ardhi ya kijiji cha Mti Mmoja. Tunashangaa taarifa hatuna, maana kama kuna dharura taarifa yote ingekuepo. Na kama basi asingekuepo, mwenyekiti wetu wa kijiji angekuepo, ama basi mtendaji angekuepo, hakuna mmoja tunayemuona hapo. Hivyo ndugu waandishi wa habari, kijiji cha Mti Mmoja, ardhi hii mnaitazama hii ni eneo tengevu kwa ajili ya mifugo tu, sio wananchi kuishi. Na kama ni wananchi kuishi ni kwa utaratibu uliowekwa na wananchi wenyewe, maana ardhi ni yao, mamlaka ni yao, na utawala pia ni wao. Tunajivunia ardhi ya upande mwingine kwa ajili tunafugia mifugo yetu. Lakini endapo kama wenye nchi hiyo watasema basi leo hamna kuvuka barabara, ardhi yetu tunajivunia ni hii. Leo hii kama imetwaliwa na madikteta, baadhi ya madikteta, maana mimi nawaita madikteta, sisi ama kizazi chetu kijacho, unafikiri tutalishia wapi? Hatuwezi tukawa na uvumilivu baadhi ya wachache akiongozwa na mwenyekiti wetu wa kijiji kukaa kikao cha uvunguni, maana ni kikao cha uvunguni hicho. Ni kikao cha uvunguni, narudia kusema, popote alipo nasikie. Ni kikao cha uvunguni kuja kummilikisha mtu mmoja ekari zaidi ya 85. Hali hapa kuna wazee walioko hapa kupata eka 2 yenyewe kwake anapolima ni shida. Anaweza kaa na mahali pa kujenga nyumba, mahali pa kujenga ofisi kubwa. Nafikiri nikitamka ofisi kubwa mnanielewa. Hana. Leo iweje wana kijiji wa kijiji cha Mti Mmoja tuambiwe kuna kikao cha tarehe 4 tunafika? Aliyeitisha kikao ni nani? Haonekani. Kaingia mtini kwa malengo gani? Maswali ya kumfikishia ni hayo. Ardhi ya kijiji cha Mti Mmoja, baba zetu wakubwa wako hapa, brother zetu ambao tunawafuata wako hapa, na rika lingine wanaotufuata pia wako hapa. Kuna wanaotambua vizuri mipaka na imeshaelezwa. Hatuna sababu ya kurudia maana imeelezwa. Kuna mzee mmoja aliyeeleza akasema ni korongo hizi ndio mpaka. Na ni kweli ndicho korongo mpaka. Tunachoomba iwafikie. DC alituambia kwamba, ama mkuu wa wilaya Monduli alisema kwamba atafika leo. Kama amepata dharura, kampa taarifa nani? Anatuweka sio na kijiji cha Mti Mmoja mpaka mdau. Hatujaenda katika pilika za ujenzi wa taifa kwa ajili ya kuwatafutia watoto wetu. Kisa tunaitetea ardhi yetu. Tunaitetea ardhi yetu ambayo imetolewa na beberu mmoja. Imetolewa na beberu mmoja kwa nguvu ama kwa hila zake. Basi akiongozwa na mwenyekiti wetu wa kijiji, ndugu waandishi wa habari, naombeni mfikishe ujumbe huu kwamba wana kijiji wa kijiji cha Mti Mmoja tumemteua mwenyekiti wetu kwa imani na kwa upendo akawa Yuda. Nikisema Yuda ina maana kwamba ni msaliti wa wananchi wa kijiji cha Mti Mmoja. Ndio maana ya Yuda. Yuda mwenyewe alimsaliti Yesu. Iweje sisi tusisalitiwe? Iweje sisi tusisalitiwe? Bahadi, tarehe 22 mwezi wa 5. Tulikuwa na kikao eneo hili ya mgogoro wa ardhi. Tulikuwa na waandishi wa habari waliotufikisha ujumbe mbali. Tunamshukuru Mungu leo ujumbe wetu ulifika sehemu tunapokuwa tunakuhitaji. Kwa sababu tulihitaji ujumbe huu ufike ngazi za juu, kwa sababu ngazi za chini tunakosa mwelekeo. Ilipofika ngazi za juu, mwandishi alifanikiwa kuongea na DC wa wilaya yetu Kiswaga. Yeye mwenyewe katika vyombo vya habari alituhabarisha ya kuwa tarehe 4 mwezi wa 6 atakuwepo katika eneo hili kwa ajili ya kutatua mgogoro huu.
Alisema ya kuwa nikinukuu maneno yake, kwa sababu yeyote anakayehitaji clip hiyo iko YouTube kwenye media Oldonyo aitafuta ataipata. Alisema wananchi hao tarehe 4 mwezi wa 6 tukutane katika eneo la tukio. Kama wana migogoro mingine zaidi ya hili, waje wailete. Tutakuja kudhurisha. Ndio maana wananchi wa kijiji cha Mtimoja leo tuko hapa. Tukimsubiri DC. Lakini jana kwangu mimi najisemea, nilimuona katika mitandao ya kijamii akiwa Iringa akitangaza nia ya kugombea ubunge kule. Lakini hilo haikutosha kwangu, niliamini kwamba siku ya leo hatakuwepo kwenye tukio. Mpaka sasa hivi tunaongea majira ya saa 6 kwenda saa 7, DC haonekani. Ndugu waandishi wa habari, sisi kama wananchi wa Mtimoja, wenzangu wajumbe wengi wameongea kuhusu swala hili la SEPECO mgogoro. Mimi rai yangu ni kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, akipendezwa aitazame Monduli kwa jicho lingine. Haiwezekani tuwe na mgogoro tarehe 22 DC atangaze awepo kwenye akati siku ya tarehe ya kuja kutuhudumia sisi wananchi wake, ambaye yeye aliteuliwa na rais aje atuhudumie sisi wananchi wake. Aitisha tarehe, wananchi tujikusanye kwa wingi huu na uona, na sio hawa bado wanakuja lakini hakufanikiwa kuja. Hilo ni tatizo. Sisi tunazungumza moja tu kwa siku ya leo. Ofisi ya kijiji ndio imefanya yote haya, ndio maana leo tupo hapa. Viongozi tuliowachagua ili wasimamie rasilimali zetu, watusimamie na watuongoze, ndio wametugeuka, wanaisaliti ile ahadi yetu tuliyoahidiana. Leo tuna mgogoro wa ardhi. Hakuna mwananchi yote ambaye anaamka tu na kuivamia eneo la umma pasipokuwa na serikali ya kijiji au kiongozi yote. Hapa tulipo tuko wananchi peke yetu. Hakuna hata mjumbe mmoja wa serikali ya kijiji. Na wanajua siku ya leo ipo. Na wanajua DC alitisha kikao siku ya leo. Nje ya hapo, tarehe 22 kamati ya ardhi ilituambia rudini mkakae mzungumze na serikali yenu ya kijiji. Walitupa siku 7. Kutoka tarehe 4 mpaka tarehe 22 zimepita siku ngapi? Bwana mwenyekiti hajaitisha kikao? Maana yake ile tume ya ardhi ilituambia baada ya siku 7 mwenyekiti ataitisha kikao. Lakini baada ya siku 7 mwenyekiti hajaitisha kikao na tunamwita wa DC hajafika. Sisi tuna mpango wa kwenda mbele zaidi. Kwa sababu sisi kama wananchi hatuwezi kuendelea kupigana katika eneo la umma na baadhi ya watu wanaoichukulia. Kwa hiyo waandishi wa habari, wito wetu ni kwamba sisi wananchi wa kijiji cha Mtimoja hatuna imani na serikali iliyopo madarakani. Ni kweli huo mgogoro upo. Tumekuja kwa njia ya kutatanisha kwa sababu ya kisiasa, imepigwa kisiasa. Mgogoro huo mimi niliingia madarakani 2019. Nilipoingia madarakani 2019 nilikuta hao watu walipewa sehemu ya kuchungia ng'ombe na watangulizi wangu. Nilifuatilia baada ya kuingia ofisi, niliwaambia hebu leteni document, wakaleta document zao. Nikaona kweli wamepewa na mwenyekiti aliyepita. Tulikaa hiyo miaka 5 ya uongozi bila shida yoyote. Nilipoingia madarakani mwaka 2005 ndio huo mgogoro ukaanza. Washindani wangu walianzisha huo mgogoro kwamba amefuka korongo, amefukaji, na walikuwa wanaona tu. Lakini pia tulifanya mipango bora ya ardhi, na tulipofanya hatukupata. Leo hii ndio tunakuja kuona migogoro hiyo. Lakini mgogoro huo hakuna mgogoro wowote, lakini watu wanasuka kuchafua, wanakuchafua kwa kila namna. Hao watu wanaamua kuchafua kijiji chao, lakini ninaamini kwamba hawana kijiji pa kwenda. Hilo walimpelekea DC, lakini ujio ya mambo ya ajabu walichimba kuvumilia DC aje waone ukweli, wanakimbilia kila mahali wanakijia. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, ukweli hizo hakuna mgogoro, lakini huko mgogoro ambao watu wanautengeneza kwa maslahi yao na ambao nimeshinda kwa kura ndio hao. Oldonyo Media, habari karibu nawe.